anapokwenda kukutana na walinzi ambao wamechoka, wametumika back to back, ni kitu kingine ambacho kilipelekea Simba kuwa na mchezo mgumu kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi matokeo ya 3-1 yalikuwa fair zaidi kwa klabu ya Simba kutokana na namna ambavyo Singida Black Stars walivyokuwa na create nafasi. Kama Singida Black Stars wangekuwa wakatili zaidi ya hivi ambavyo wamekuwa leo, basi tulikuwa tunaweza kuona kwamba ni aibu kubwa ambayo Simba Sports Club ambao wangeweza kwenda kukutana nao. Kwa nafasi mbili ambazo Victoria na Adebayo wamekosa, zilikuwa ni clear chance 1v1, lakini waweza kwenda kukosa hizo nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa hiki ambacho kimetokea, nadhani ni kitu sahihi, yani kwa maana kwamba ni matokeo halali kutokana na quality ambayo wako nao Singida Black Stars na fatiki ambayo wako nao klabu ya Simba. Ni matokeo ambayo niliyategemea kutokana na ubora wa Singida Black Stars ambao wako nao, lakini pia Simba kufanya rotation kubwa ni kitu kingine ambacho kimepelekea matokeo ya namna hii. Sawa, bado ni Ali Luambano akizungumza kuhusiana na dakika 90 za mchezo wa siku ya leo, lakini akitupa pia jicho lake ya kwamba mabadiliko ama rotation ambayo ameifanya mwalimu Fadhili Davis katika kikosi cha kwanza ni miongoni mwa kitu ambacho kimewamaliza nyanga mnyama Simba katika mchezo wa siku ya leo, na amepoteana kwa namna moja ama nyingine. Tunataka tumsikilize Nira Juma na yeye anasema kitu gani kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika mchezo wa leo. Lakini kutoka kule studio tayari tumetumiwa zile namba za washindi hapa. Kilichobaki ni kumtafuta moja ya mwakilishi, tumsikilize anasema kitu gani. Pamoja na ligi kuu ya Tanzania bara ndo mataji ambayo yalibaki kwenye track yao ambao walikuwa wanaifukuzia msimu huu, na kitu ambacho alipaswa kufanya mwalimu Fadlu Davis ni kujua jinsi gani ambavyo anauingia mchezo huu kulingana na aina ya wachezaji alionao, kwa sababu idadi kubwa ya wachezaji wake ambao alikuwa anawatumia siku zote ambao ni regular starter walikuwa wanafatiki. Wametoka kucheza mchezo wa finali siku ya Jumapili, wakacheza mchezo mwingine siku ya Jumatano ambao ulihitaji nguvu nyingi sana, na leo hii wanaingia kwenye mchezo wa nusu finali. Kitu gani ambacho nilikuwa nawaza mwalimu Fadlu Davis angeweza kufanya kwenye mchezo huu? Labda angeanza na back 3 na kuwaruhusu Singida wa dominate mchezo kwa muda mwingi sana na kuwashambulia kwa counter attacking, kwa sababu anao baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo kucheza kwenye flanks na kushambulia kwenye counter attacking. Kija kuangalia mtu ambaye hakupata kabisa nafasi kwenye mchezo wa finali, mtu kama Lionel Christian Ateba kwenye mchezo leo alipaswa kuingia kwenye mchezo leo kuweza kwenda kuisaidia Simba Sports Club. Wachezaji kama wakina Radak Chasambi walikuwa sasa kuwa ni wachezaji ambao wanahusika katika mchezo leo, wakina Kip Dennis pamoja na Joshua Budo Mutare wangehusika, kwa sababu energy yao ilikuwa ipo juu na hawajatumika kwa muda mrefu, walipata nafasi ya kupumzika, tofauti na wachezaji wengine ambao waliweza kutumika kwenye michezo migumu ambayo ilikuwa inahitaji kutumia extra energy ili mradi kuweza kuyatafuta matokeo. Lakini kilichotokea siku ya leo ni moja kati ya makosa ambayo wanayafanya kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hatuwezi kusema kwamba Simba tu walifanya makosa au walikuwa wanafatiki, lakini tunapaswa pia kuwasifia Singida Black Stars kwa kile ambacho walikuwa wanakifanya. Ubora ambao wameonyesha siku ya leo vinafanana na ubora ambao walienda kuonyesha pale KMC Stadium jijini Dar es Salaam Mwenge. Walionyesha class kubwa sana, walionyesha performance bora sana kwenye mchezo ule, na walionyesha kwamba wana uhitaji zaidi mchezo, na ndio performance ile ambao walienda kuitoa siku ile ndio wamekuja kupesti siku leo. Wanakuonyesha jinsi gani ambavyo wana kikosi ambacho kina wachezaji wengi bora, wana kikosi ambacho kina quality players ambao unaweza ukawapa kazi kwenye mchezo muhimu na wakaja kufanya. Kwenye mchezo ule tuliona kwenye base ya midfield kulikuwa kuna Maurice Chuku, kulikuwa kuna Kevin Nation, lakini kwenye mchezo huu kwa bahati mbaya hatujamuona Kevin Nation akianza. Tumemwona Mohamed Damaro, tumekuja kumuona Emmanuel Kayeke kwenye base ya midfield. Unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo Singida ilikuwa na wachezaji bora. Atul baada ya mchezaji kutoka pale Asegmi Moses ameendelea kuwa mwiba kwa baadhi ya virabu hapa nchini. Pasi yake ya mwisho kwenda kwa Jonathan Soa, first touch ya Jonathan Soa turning, alimwacha mtu kama Shefondo Marone akiwa hajui kitu gani cha kufanya. Strike yake alichagua position nzuri ya kustrike mpira akafunga bao. Baada ya hapo tulikuja kuona Singida ambao wanawalazimisha Simba Sports Club wafanye makosa. Ali Salim Katoro kwenye eneo ambalo hupaswi kufanya kosa, kwa sababu ukifanya kosa kwenye box lako dhahiri shahiri unaenda kuruhusu nafasi ya wewe kuconcede. Akafanya kosa, akapiga pasi fupi ambayo haikufika kwa mchezaji ambaye alikuwa amemlenga baada ya kufanywa pressing na Jonathan Soa. Mpira unaenda kutoka kwenye miguu ya Emmanuel Kayeke Kwame. Angalia kitu ambacho alichokifanya Emmanuel Kayeke, ndio anakuja kuangalia huyu ni professional player, ni mzaliwa wa Ghana pale ambaye sasa hivi yupo hapa Singida Black Stars. First touch yake aliangalia akajua kabisa goalkeeper ameliacha goli, ninachopaswa kufanya ni kustrike kutokea mbali ili mradi mpira uweze kuingia golini. Baada ya hapo Singida akaswitch na kulinda mtaji wao waliokuwa nao. Kipindi cha pili angalia jinsi ambavyo mwalimu wa Singida David Ouma aliamua kufanya. Aliswitch timu yake vizuri sana kwenye system bora, aliamua kuziwia kwa idadi kubwa ya watu kwa sababu alikuwa anafahamu Simba Sports Club wanaingiza wakina Eri Mpanzu, wanaingiza wakina
wanaingia wachezaji kama wakina Ariel Mpazo, wanaingia baadhi ya wachezaji kama wakina Dibre Fernandez, watahitaji kuifungua game, na kwa sababu wapo nyuma kwa goli mbili, lolote linawezekana. Waliwapa heshima yao, lakini baadaye Simba Sports Club wakafanya makosa na kwenda kuadhibiwa kwenye goli la free kick. Unaona ni jinsi gani ambavyo Singida Black Stars walikuwa katika trick bora sana, waliamua kusachi mchezo kwenye njia pekee ambao wao wanaamini wana uwezo kwenda kupata matokeo. Wameruhusu Simba kuadhibiwa kutokana na makosa ambayo walikuwa wanadharisha, na zaidi ya hapo Simba leo walikuwa wanaweza kuadhibiwa hata kwa goli 5 na isiwe story kubwa sana. Kwa sababu gani? Walizalisha makosa mengi sana kwenye mchezo leo. Ukiachana na haya magoli matatu ambayo yamefungwa, hebu rudi nenda kaangalia yale makosa ambayo walikuwa wanadharisha. Goli ambayo amelikosa Victoria na Adebayo, kuna nafasi ambayo first half alikuja akakosa Jonas Sanso, alifanya dribbling ndefu. Kipindi cha pili hichi jioni, counter attacking football, Victoria na Adebayo 1v1 dhidi ya Shamwa Karabwa, akapoteza tena ile nafasi. Jinsi ambavyo walikuwa wanadharisha makosa, tulikuwa tunategemea kuona kitu kama hicho siku zote mchezo wa mpira wa miguu, na kwenye mechi muhimu kama hii ya nusu finali, ukiwa unadharisha makosa kwenye box lako na hutendei kazi hautendei kazi kwa usahihi kwenye box la mpinzani wako, basi kama ukijua kwenye box lako ambapo unadharisha makosa utafungwa, na kwenye box la mpinzani ambapo yani hauna ufanisi mkubwa wa kuzitumia zile nafasi ambazo unatengeneza wewe, hauwezi kufunga. Kwa hiyo siku ya leo Simba Sports Club hicho ambacho walikutana nacho wamedeserve, na hata hicho kutana nacho pia licha kudeserve ni kipigo kidogo ambacho wamekipata kulingana na aina ya football ambao wamecheza leo. Kama Singida angekuwa bora zaidi ya hivi ambavyo tunaviona leo, nadhani ingekuwa story nyingine. Labda tungesema kwamba Simba for the first time wameconcede goli 5 dhidi ya timu ndogo kama Singida Black Stars. Kwa hiyo Singida wamedeserve kupata ushindi. Mwalimu David Ouma anastahili pongezi. Alijua kwamba Simba atakuwa na fatiki, alihitaji kuwavizia na kawavizia. Counter attacking football, wanafanya mashambulizi ya kushtukiza. Simba wanaruhusu kuacha mianya 1v1. Jonas Sansoa kumziwia ni ngumu sana. Hakuna defender wa Simba ambaye ukitoka kumuuliza una enjoy kukutana na Jonas Sansoa, atakwambia si enjoy kukutana na striker Lizenile. Muda mwingi atakuuliza maswali magumu, na ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya leo Jonas Sansoa. Kwa hiyo Singida wamedeserve kupata ushindi huu na wamedeserve kwenda finali. Kitu ambacho kimebakia kwenye mioyo yao ni kwenda kuikabili finali. Unajua kwa nini Singida wamedeserve kwenda finali? Sio tu kutokana na performance bora, lakini siku zote kwamba mtu yoyote ukimuuliza kwenye kitu kama hichi, hata wachezaji wa Singida ukiuliza mtihani gani kwenu ambao mlikuwa mnatamani kuukabili, wangekwambia kwamba sasa hivi tunatamani kuukabili mtihani wa fainali, kwa sababu kutoka hapa tulipo mpaka kufika siku ya fainali au kuwa mabingwa tuna hatua mbili tu, lakini mtihani wa kuikabili ligi kuu umeachwa takriban pointi 15. Huwezi kwenda kuupigania ubingwa kipindi umeachwa pointi 15 na michezo imebaki mitatu. Kwa hiyo huku kulikuwa ni rahisi, tofauti na huku kwenye ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu position walikuwepo, hata kama watapoteza michezo iliyobakia yote kwenye ligi kuu hawawezi kutoka. Lakini upande huu ambao wa FA wakishinda mchezo mmoja wapo kwenye fainali, na kama watapata bahati ya kushinda mchezo wa fainali, ina maana kwamba wanakuwa mabingwa wapya wa kombe la FA Tanzania. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba wao walichagua position ambayo wanapaswa piga sehemu hii ili mradi unufaike. Ndio kitu ambacho amekifanya leo mwalimu David Ouma, anastahili pongezi. Mchezo umechezeshwa kwa haki, wamepata matokeo, ndio football ilivyo. Sawa, bwana ni Nira Juma akitoa uchambuzi wake ndani ya dakika 90 kile ambacho kimetokea katika mchezo wa siku ya leo, na ameonyesha namna gani ambavyo Singida Black Stars wamestahili kutinga katika hatua inayofuata, hatua ya fainali kwenda kumenyana dhidi ya wananchi Yanga Afrika. Tunataka tumsikilize sasa Nicolas Ngili yule, kile ambacho anakizungumza katika dakika 90 za mchezo wa siku ya leo. Nini hasa amekiona Singida, kwa namna gani walistahili kwenda kwenye hatua inayofuata, ni miongoni mwa kitu ambacho atakuja